Kaka, habari ya uzima? Ni njema. Njema. Unaendeleaje? Mungu ni mwema kabisa. Okay, sawa. Hii ni mara yako ya kwanza kuhusishwa kwenye uzinduzi wa mtoko wa Pasaka. Kwanza, unajisikiaje? Sio mara ya kwanza, ni mara ya pili. Mara ya pili, yes, Yeah. mara ya pili. Ndio. Unajisikia vizuri kwa sababu ya tofauti ya miaka iliyopita na mwaka huu. Okay. Ndio. Kuna tofauti gani kati ya miaka iliyopita na mwaka huu? Tofauti ya miaka iliyopita ni kwamba awali mtoko wa Pasaka ulikuwa unasimamiwa na dada yetu Chris na Shusho. Lakini awamu hii mtoko wa Pasaka unasimamiwa na serikali. Tofauti mwingine mkubwa ni kwamba waimbaji takriban wote wa nyimbo za Injili wanaenda kuhusika. Kwa hiyo huo ndio ukubwa zaidi ninaouona kwenye tukio la mwaka huu la mtoko wa Pasaka. Okay. Pengine labda kutokana na hiki ambacho kinaenda kutokea tarehe 20 ya mwezi wa 4. Nini hasa unakitegemea? Kwa maana kutokuwa na waimbaji wengi na tofauti kutokea madhehebu tofauti. Nini ambacho unaenda kukitegemea kutokea siku hiyo? Kwanza kikubwa zaidi ninawahakikishia watu ambao watapata muda wao wa kufika pale, kikubwa kitakachotokea kwao ni baraka na furaha zaidi kupitia kila ambacho kitatokea. Kama wasanii ni wengi, manake unajua raha ya mashabiki huwa ni kuwaona watu wanaowaamini na kuwapenda na wanaowahudumia kupitia muziki wa Injili wanafanya vizuri na wanafanya live. Kwa hiyo ningewaomba waje, kwa sababu kutakuwa na waimbaji wa aina tofauti na kila mtu atakuwa amejipanga kwa ukubwa zaidi kulingana na ukubwa wa tukio lenyewe. Okay. 2024 2025 Zabulon Singers imeongoza pia kwa hit song, na nitakuwa sahihi kwenye hilo kwa sababu obviously YouTube inasema hivyo, digital platforms zinasema hivyo kwa uzuri wa kazi zenu. Pengine pia siku ya mtoko wa Pasaka watu watategemea performance kubwa kutoka kwa Zabulon Singers kwa sababu ya ukubwa na uwezo mzuri wa ngoma zao. Sijajua kaka, utakuwa kuna siri gani utuambie hii leo hiyo siku tutakuwa? Zabulon kama Zabulon uwepo wao katika mtoko wa Pasaka kama itatokea watakuwepo. Ninaamini watafanya kitu kikubwa, kwa sababu kweli tunamshukuru Mungu kwa neema na nafasi anayotupatia kwa ajili ya hizo hit song ulizozizungumzia. Kuna mkono wa Bwana, kuna uko single, kuna sweet, kuna hili limeniuma sana obviously, ingawaje ni nyimbo ya majonzi lakini imekuwa ni nyimbo pendwa kwa watu wengi. Kama tutapata nafasi ya kuhudumu hapo, najua watu watakuwa wamejiandaa vizuri na watawapatia watu kila ambacho wangependa kukiona kutoka kwa Zabulon Singers. Unapopewa nafasi na platform ya kuaminiwa na watu, sisi pia tunaamini kwamba ni vizuri pia kuwapatia watu kitu ambacho kitakidhi mioyo yao. Sasa ni kwa namna gani mna miss watu ambao mmepoteza hususan katika matukio kama haya ambayo yanahusisha nahisi kwa familia ingekuwa kwa ukubwa ule, pengine show ingekuwa kubwa zaidi, labda mliwapoteza kwa namna gani mnahisi namna hapa haipo sawa? Labda wale ambao amefariki kaka yetu yule, lakini pia yule binti ambaye amesimama kidogo kutokea Zabulon. Of course hawa tunawamisi kwa ukubwa zaidi, na nikizungumza mimi kama mwalimu wa kwaya, unajua mimi nikiwa ninaandika nyimbo, kwa mfano kama Zabulon Singers, tangu kuanzishwa kwake mimi nimekuwa nikisimama kama mwalimu, na kwa miaka ambavyo imekuwa ikiendelea kuna chemistry fulani nikajikuta nimetengeneza na hawa masoloisti, na maanisha hawa nao lead nyimbo. Kwa hiyo hata wakati nikiwa ninaandaa wimbo kichwani, ninakuwa ninajua hiki kipande namwandikia fulani na hiki kipande ni cha fulani na hiki kipande ni cha fulani. Kwa hiyo nikizungumza mimi pia kama mwalimu na mwandaji wa nyimbo kwenye kundi, kuna kipindi huwa ninawamisi kwa ukubwa sana, kwa sababu kiuhalisia mchango wao hatuwezi kudinai ni mkubwa na umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo swala la kuhamisi liko pale pale, na swala la kuona umuhimu wao katika ministry ya Zabulon Singers bado uko pale pale. Sawa. Obviously ipo hivi kwenye Bongo Flava, mfano unatoa wimbo mzuri akahitaji labda remix kutoka katika muziki wa hip hop au remix kutoka muziki wa singeli. Labda kwa kazi zenu ambazo mmezifanya zishatokeaga hizi nafasi za remix kutoka kwa wasanii labda Bongo
Flavor let's say, au nyinyi huwa mnazitamani, na kama mnazitamani ni akina nani? Mfano upo single, ni idea noma sana. Naamini pia inawezekana kuna simu zilita za baadhi ya wasanii labda kuingiza pesa zao kutoka muziki tofauti. Sijui utaratibu upoje na ruhusa ipoje, na nani mnatamani ahusike kwa wasanii hapo? Unajua kuhusu hili ni sawa na kumfundisha mtu kupenda wimbo, kupenda kazi ya mtu, kupenda muziki. Sasa siwezi nikalizungumzia kwamba ni nani tunamhitaji au ni nani tunatamani ahusike kwenye issue kama hii, lakini sisi tunafanya kazi ya injili. Tunaamini na kuridhika katika kile kitengo ambacho sisi tunakifanya. Ikitokea kuna mtu, haijalishi ni wa aina gani, haijalishi ni wa dhehebu gani, haijalishi anaimba muziki wa aina gani, anapenda kazi ya Zablon Singers, kwetu tunaibeba kama mafanikio makubwa sana, kwa sababu sisi tunaimba kwa ajili ya huyo mtu. Yani hatuimbi kwa ajili ya mtu ambaye either yuko ndani ya kanisa letu na tunakutana naye Jumamosi pale kanisani ili atusikilize kama Zablon Singers. Wakati mwingine pia unajua lazima tuelewe dhumuni la waimbaji pia ni nini. Dhumuni la waimbaji sio watu kusikia zile sauti za kwetu. Dhumuni la waimbaji pia ni kwamba tunatumia sauti zetu kufikisha ujumbe wa Mungu kupitia nyimbo. Kwa hiyo sisi ni wahubiri kama wahubiri wengine, tunatofautiana namna ya kufikisha ujumbe kwenye hadhi la kwenye jamii. Kwa hiyo tunapoona msanii yeyote, mtu yeyote, mahali popote, sehemu yoyote, wimbo wa kwetu unatumika au unatumiwa na mtu, hilo ndio dhumuni la kwetu, kwa sababu unajua ikiwa lengo la Mungu ni kuipeleka injili kwa mataifa yote na kwa mtu yeyote aliyoko hai kwenye ulimwengu. Kwa hiyo tunapoona inaenda kwa mtu yeyote, sisi tunafeel kama tumetimiza kile ambacho Mungu anatutaka tufanye kupitia injili. Sawa. Tumesikia kwamba Zablon Singers hawapo Tanzania kwa sasa hivi, wapo nje ama pengine tayari wamesharudi. Ilishapata nafasi ya kutokea kwa mara ya kwanza kwenda kuhubiri nje ya Tanzania? Tumekuwa tukienda nchi jirani Afrika Mashariki hapa, lakini mwaka huu ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Zablon Singers kupata mwaliko kwenda Marekani, na of course wamesharudi. Ilikuwa ni ziara ya mwezi mmoja na nusu. Watu wapo hapa nyumbani na tunajiandaa na tukio jingine kubwa kabisa ambalo tumekuwa tukilitangaza, lakini muda ukifika tutalitangaza officially. Tuna tukio pia la timu kama Zablon Singers hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo muda ukifika pia tutafanya press conference na tutawaita watu wote ili kuwapa taarifa rasmi na kuhabarisha kwa uwazi mkubwa kwamba ni kitu gani tunakifanya mwaka huu. Sawa. Experience ambayo imepatikana kwa huko safari ambayo mmerudi ya Marekani, mmepata experience gani? Maana kufanya kazi mmezoea ndani ya Afrika, lakini nje ya Afrika hii ndio imekuwa kwa mara ya kwanza. Experience gani mmeipata huko? Naomba nisilizungumzie hilo kwa sababu mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao sikupata nafasi ya kwenda, ingawa mimi ndo niliandaa mwaliko kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, na mwisho kabisa nikawasindikiza wanakwaya wangu mpaka airport. Na mwisho nikaja nikawapokea tena wakati wanarudi. Lakini kuna machache ambayo nilipata kushare nayo, ni kwamba kitu ambacho naweza nikathibitisha bila kigugumizi ni kwamba Marekani ni moja kati ya sehemu ambapo Zablon Singers inafuatiliwa kwa ukubwa sana. Maana kupitia hilo, wakati haya yote yakiendelea, walikuwa wakishare na sisi clips za huduma ambazo walikuwa wakizifanya ndani ya mwezi mzima, na tulikuwa tukiona mahali popote wanaposimama kwa ajili ya huduma, umati wote wa wahusika waliopo kwenye eneo husika walikuwa wakiimba pamoja na timu. Kwa hiyo ilikuwa ni uthibitisho tosha, lakini pia kulikuwa na shuhuda tofauti ambazo wamekuja nazo wenzetu, wanatuelezea ni kiasi gani watu wa Marekani na sehemu zingine na jamii ya watu wanaozungumza lugha ya Kiswahili huko nchini Marekani wanatusupport kama Zablon Singers. Sawa, mimi naomba nimalizie kwa hili. Tukizungumzia sanaa, tunazungumzia in general sana kwenye masuala ya mafanikio. Nukuu alichokisema Diamond Platnumz jana kwenye tuzo za Trace, alisema wanatamani kama wasanii wajengewe arena ambayo itahusisha kufanya majukwaa makubwa ya kisanaa. Mfano kama vile tuzo za Trace zimefanyika Zanzibar, labda Tanzania tu la kwetu. Mkiwa kama wasanii pia kwa upande wa gospel na watumishi pia, mtakuwa mnaunga mkono kwa namna gani hii kauli ili kusudi hii arena hiyo inasaidia sana yote kwa ujumla? Jambo lolote linalofanywa kwa lengo la kumtia mtu moyo huwa ni zuri. Yani ni lazima tuliwe zuri, kwa sababu unajua kuna kipindi kuna watu wanafeli kutimiza ndoto zao kwa sababu hawaoni kama kuna jamii
au watu wanaowasupport. Unapoona umejengewa arena kwa sababu ya sanaa, hata kama kuna uzembe fulani umekuwa ukifanya kwenye ministry yako, unaona ngoja nitie bidii, mbona kuna hiki kitu kizuri tunaandaliwa, unaona. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, hata kama nilikuwa ni katika upande labda wa tuzo, upande wa matamasha makubwa, upande wa kitu kama hicho arena. Yani mimi kwangu nalibeba kuwa ni issue positive kwenye sanaa ya aina yoyote, na kwa mtu yeyote anayeelewa kwamba sanaa ni nini. Shukrani sana. Asante.